Katika sehemu ya 19 ya uchambuzi wa kitabu chetu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto, nitazungumzia kuhusu habari ya kiumbe kimoja ambacho nimekiandika ndani ya hiki kitabu ambacho kinaitwa mbwa. Ndoto yoyote ambayo unaiota ikiwa imefungamanishwa na kiumbe chochote, kila kiumbe kina maana kamili katika ulimwengu wa roho. Sasa katika video ambayo unaiona pembeni ni mtu ambaye yuko kwenye eneo lake la kazi akikoroga au akijaribu kuchanganya mchanga na simenti. Ni kwamba yuko kwenye kazi zake za ujenzi, lakini kuna mbwa ambaye anaonekana anakuja mahali hapo na kumzuia asiweze kufanya ile kazi yake. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa anahangaika na mbwa. Mbwa anamsumbua, hataki akitaka kuanza kufanya kazi, basi mbwa anakuja analala pale na mambo mengine. Sasa mbwa ametajwa katika moja katika vitabu vitakatifu. Nisoma kitabu cha Walawi, mbwa ni moja ya viumbe ambavyo pametajwa kama viumbe ambao ni najisi, na mbwa anabeba maana nyingi, ikiwa ni pamoja na rafiki muovu, ikiwa pamoja na mleta roho, ile ni spirit. Mbwa anabeba roho ya zinaa, lakini pia mbwa anabeba roho kama nilivyosema, roho ya rafiki ambaye ni mbaya. Mtu ambaye ni mbaya anaweza kubeba rafiki mbaya au mtu ambaye ni mbaya, lakini mbwa anaweza kubeba roho ya watu waovu. Sasa unapomuona mbwa anakuja kwenye eneo lako la riziki, eneo ambalo unapatia riziki, na huyu mbwa anakusumbua usifanye kazi ya kwako, anakuja na mambo yafuatayo. Mbwa kuingia kwenye eneo lako la kazi na kusababisha usumbufu, maana yake ni uwepo wa jambo ambalo ufalme wa shetani umelileta ndani ya ofisi yako, ambalo litasababisha usumbufu mkubwa. Yaani badala ya kazi kufanyika, kuna watu ambao wakiingia kwenye ofisi fulani inakuwa ni migogoro. Yaani kuna watu ambao wakiingia kwenye ofisi fulani inakuwa ni migogoro. Sasa hawa ni wajumbe kamili wa giza ambao wanakuwa wameletwa kwa sababu ya kuleta migogoro ndani ya ofisi. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ofisi ilikuwa ina amani, lakini alipoingia tu mtu fulani basi ugomvi ukaanza. Lakini kuona sasa Mungu anakusumbua kwenye eneo la kazi ni kwamba ni ishara ya uwepo wa jambo ambalo litakufanya sasa hiyo kazi yako isiende vizuri. Jambo la pili ni ishara ya shida inayojaribu kukuondoa kwenye msingi, yaani inayojaribu kukuondoa kwenye wewe mwenyewe unapambana kuitoa, yaani shida ambayo imekufuata wewe mwenyewe unajaribu kuiondoa ile shida, lakini inashindikana. Kujaribu kumtoa mbwa na mbwa kukataa huwa inaashiria tatizo linalojirudia kazini. Ni tatizo ambalo unaliondoa kazini kwenye eneo la ofisi yako, lakini pia lile tatizo linarudi. Inaweza ikawa ni mgogoro, inaweza ikawa ni mzigo wa kikazi, au mtu mgumu asiyebadilika, au ni jambo linalojaribu ambalo wewe mwenyewe unajaribu kulikwepa lakini unashindwa kulikwepa. Jambo la tatu, muona mbwa kwenye eneo la kazi yako akikuzuia kufanya kazi. Maana yake jambo la tatu ni ukaidi au tabia inayokushinda. Mbwa huwa anabeba pia roho ya wanasema ukaidi au tabia fulani ambao unapambana nayo wewe mwenyewe, lakini unashindwa kuizima hiyo roho. Kwa hiyo inaweza kuwepo tabia fulani ambayo inakusumbua ndani ya ofisi na wewe mwenyewe unashindwa kuizima. Inaweza ikawa ni mazoea mabaya,
au mazingira ambayo si rafiki kwa ajili ya kazi yako. Lakini jambo la nne ni ishara ya kupoteza udhibiti kazini. Ni ishara ya kupoteza udhibiti kazini. Hii inaonyesha kwamba hauna udhibiti. Kuna uvamizi ambao umeshavamiwa na hauna udhibiti. Sasa kwa ndoto hizi na ndoto nyingine nyingi ambazo nyingine nazileta kwa njia ya clip au video, unaweza kujipatia kitabu cha ishara za viumbe katika unabii wa ndoto, na kitabu hiki kitakuonyesha aina mbalimbali za viumbe ambavyo nimeandika na aina uchawi. Kila kiumbe ambacho nakiona kina namna fulani kimebeba aina fulani ya uchawi, na Yesu Kristo atakubariki sana. Asante.